Naam, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal mustami'una wal mushahiduna alkiram, wapenzi watazamaji wa channel ya Mponda Media na wasikilizaji watukufu, karibuni sana katika mwendelezo wa darsa zetu. Leo kwa idhini ya Mwenyezi Mungu tutazungumzia faida za maziwa ya ngamia, faida za maziwa ya ngamia. Lakini ni kuombe ndugu yangu mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli yetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare video zetu. Naam, ndugu zangu, kwanza kabisa ngamia, tukimzungumzia ngamia, ni mnyama ambaye Mwenyezi Mungu amemtaja ndani ya Qur'ani, na Mwenyezi Mungu hakitaji kitu ndani ya Qur'ani alafu kikawa hakina manufaa. Kwa hivyo Allah katika suratul Ghashia aya nambari 17, suratul Ghashia ni sura ya 88, anasema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat, kwamba Allah anasema hivi wanadamu hawamwangalii ngamia namna alivyoumbwa. Kwa maana ngamia ana mazingatio mengi sana na ana faida nyingi sana. Ngamia mkojo wake ni dawa, ngamia maziwa yake ni dawa, kadhalika nyama yake ina faida, lakini kadhalika ngamia kiujumla tunasema ni mnyama mwenye manufaa mengi. Sasa wanawazuoni wanasema tabia ya maziwa ya ngamia, kwa sababu kila kitu kina tabia yake. Hata binadamu tuna tabia zetu. Kuna watu wana tabia mbaya, kuna watu wana tabia nzuri, kuna watu wana tabia yani moto, kuna watu wana tabia baridi na kadhalika. Sasa wanasema wanawazuoni, labanul ibili harun wanasema harun yabisu, yani tabia ya maziwa ya ngamia ni harun, umoto, yabisun, na ukavu. Yani tabia ya maziwa ya ngamia ni umoto na ukavu. Wanasema idha shuriba maa baulihi qata'a alwaba'u min batni almawbu'i, wanasema mtu akinywa maziwa ya ngamia pamoja na mkojo wake ngamia, yani akinywa maziwa ya ngamia pamoja na mkojo wa ngamia, wanasema wanawazuoni, qata'a alwaba'u min batni almawbu'i, hukata maradhi katika tumbo la mgonjwa. Yani mtu kama ana maradhi ya tumbo, anasumbuliwa na maradhi ya tumbo, labda tumbo limejaa gesi, tumbo linaunguruma, tumbo linauma sana, basi akinywa maziwa ya ngamia pamoja na mkojo wa ngamia, maradhi ya tumbo, au labda mtu anaharisha, basi kule kuharisha ataacha mara moja. Hiyo ni faida ya maziwa ya ngamia. Lakini wanasema walhamidhu minhu, na yale ya mgando, maziwa ya mgando ya ngamia, wanasema baridun yabisun, yana tabia ya ubaridi na ukavu. Yale maziwa ya mgando sasa yana tabia ya ubaridi na ukavu. Lakini wanasema thaqilun, pia ni mazito, idha wudi'a ala nari, sasa yakichemshwa maziwa ya ngamia motoni, yakichemshwa motoni, wanasema khaffa min thiqali, yanapungua kwanza ule uzito, wa amsaka itlaqul batni, na huzuia mchafuko wa tumbo, huzuia mchafuko wa tumbo. Kama tulivyosema, maziwa ya ngamia pamoja na mkojo wa ngamia husaidia matatizo ya tumbo kiujumla. Lakini wasairil alban, na maziwa mengine baada dhalika radia, baada ya hayo ya ngamia sio bora sana. Yani unaweza ukatumia maziwa ya ng'ombe, maziwa ya kondoo, maziwa ya mbuzi kwa matatizo ya tumbo, lakini maziwa ya ngamia ni bora zaidi. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya faida za maziwa ya ngamia. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.